Mada hii ya uongozi, na kwa namna hiyo ni wasii tuinamishe vichwa vyetu tuweze kuomba. Baba yetu mwema, asante kwa kambi hii nzuri ambao vijana wako wasomi wameketi katika nyumba hii ya ibada kujifunza neno lako. Naomba Roho wako Mtakatifu akamwagwe kwa wingi, na baada ya mikutano hii twende tukakutumikie tukijiandaa kukuraki mara ya pili. Nitumie katika somo hili kwa jina la Yesu Kristo, amen. Sasa sijajua kama mlioko mtaweza kuona mada yetu ni ya uongozi na idara. Kwa hiyo siku hii ya leo nitashughulika na uongozi pamoja na kesho, alafu kisha tutaingia kwenye idara, ambayo idara tutakayoshughulika nayo kwenye hii kambi ni idara ya uwakili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaanza na uongozi, na uongozi tunaojifunza ndani ya kanisa ni uongozi wa kiroho. Uongozi wa nini? Wa kiroho. Ndio tunaelewa ya kwamba katika taaluma mbalimbali watu wanajifunza uongozi, na uongozi unagawanyika katika makundi mbalimbali kulingana na nani unawaongoza. Sasa sishughuliki na katika siasa za dunia hii, sishughuliki na katika jamii za dunia hii, nashughulika na uongozi ndani ya kanisa, ambapo uongozi ndani ya kanisa tunaita uongozi wa kiroho. Haleluya, uongozi wa kiroho. Kwa hiyo semina zetu za uongozi katika makambi mwaka huu tutashughulika na kuangalia uongozi wa kiroho. Jana katika ufunguzi wa mada hizi tulifundishwa au tuliangalia kuhusu maana ya uongozi, si ndio hivyo? Na pia kuna neno uongozi, kuna neno kuongoza, lakini pia kuna neno kiongozi. Sasa haya mambo matatu ndiyo yalishughulikiwa jana, na mimi sitaki kurudi nyuma. Haleluya. Na ninajua sababu tuna jamii ya wasomi, ninyi ni wasomi. Haleluya. Mbona mjikubali? Ninyi ni wasomi. Haleluya. Kwa hiyo na jamii ya wasomi, watu wanaojua vitu. Siwezi nikatumia muda na kuhangaika mbele yenu kudefine uongozi, kiongozi. Haleluya. Tungekuwa huko kwenye kambi huko ndani, labda kambi la Mabuipani huko ambayo hata haijulikani ni wapi, basi tungeshughulika na hizo maana, lakini sio ninyi. Ninyi mnajua, si ndio? Haleluya. Kwa hiyo tunaenda mbele. Labda niseme tu kwa ufupi, turudi nyuma kidogo, niseme kwa ufupi. Kama mnavyoona hapo, maana ya uongozi ni kuonyesha mwelekeo, direction. Kwa hiyo ukiangalia hiyo picha inaonyesha kwamba kuna mtu yuko mbele na nyuma yake ameshikilia watu wanamfuata. Huo ndio uongozi. Kwa hiyo unasimama na huku nyuma ukiwa na watu wanaofuata uelekeo, na huyo anayetangulia ni kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hako kanani tutakuwa tunakaona mara kwa mara, kwa sababu kanatusaidia kuelewa dhana ya uongozi au dhana ya kiongozi, kuongoza. Kwa hiyo ni kuonyesha direction, mnaenda wapi na kadhalika. Sasa hebu twende mbele katika maana ya uongozi wa kiroho. Uongozi wa kiroho ni nini? Tunasema ya kwamba ni kitendo cha kuwahudumia, kuwaongoza na kuwalea wengine katika Kristo. Sasa hii ndio ya msingi ifahamike, kwa sababu tunaposhughulika na uongozi tunaposhughulika na uongozi wa kiroho tunashughulika na namna ya kuongoza watu wa Mungu ndani ya kanisa.
Kwa hiyo tunaposema uongozi wa kiroho ni kitendo cha vitenzi vifuatavyo: kuwahudumia watu, kuwaongoza na kuwalea katika nani? Kristo. Kwa hiyo uongozi wa Kikristo ni uongozi unaolenga kutoa huduma kwa watu unaowaongoza, unawahudumia. Hauishii tu kutoa amri na maagizo, bali huduma. Kwa hiyo uongozi wa kiroho ni huduma kwa unaowaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa kiongozi, mwenyekiti wa tawi au shemasi, na tunashukuru Mungu kwamba ninyi ni kanisa. Haleluya. Tena sio tu kanisa, wote mkiungana unakuwa mtaa, si ndio hivyo? Kuna watu wana nafasi mbalimbali, kuna wazee wa kanisa wako hapa, si ndio hivyo? Tuna mashemasi na kadhalika wako hapa. Sasa katika nafasi mlizonazo, kazi mnayofanya ambayo ni ya kuongoza kiroho inalenga kuhudumia watu, lakini inalenga kuwaongoza hao watu na kuwalea. Lengo lake likiwa nini? Lengo lake ni kuwaongoza kwenda kwa nani? Kwa Kristo. Na ndio maana ile picha inarudi hapo, unaongoza kwenda kwa Kristo. Kwa hiyo direction ya uongozi wa kiroho, mwelekeo wake unaongoza kuwatoa wapi na kuwapeleka wapi? Unaongoza kuwatoa gizani, kuwapeleka kwa Yesu Kristo. Unaongoza kuwatoa gizani katika dhambi, katika namna mbalimbali ambazo dhambi imetuingiza kwazo. Unawaongoza kuwatoa huko. Direction yake ni kuwapeleka kwa nani? Kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maana hii ninapaswa tunoti na tuelewe ya kwamba kiongozi wa kiroho anahudumia, anaongoza na analea. Ndio maana hii kulea, Waingereza wametumia neno nurturing. Unalea, unalea. Kwa hiyo unalea, lengo ni kwenda kwa nani? Kwa Kristo. Kwa hiyo katika nafasi yoyote ya uongozi ndani ya kanisa, unapokuwa ni mkuu wa mwalimu wa kwaya, unapaswa kuelewa direction yote ya kwaya, ya nyimbo unazotunga na kila unachofanya ni kwenda kwa nani, wapendwa? Yesu. Kwa hiyo jambo hili ni muhimu, direction. Lakini jambo la pili ni hii, katika hii maana, hii neno katika, ya kwamba unawahudumia watu na unawalea na unawaongoza katika Kristo. Hii neno moja nirudi. Hili neno katika kulea, moja ni kuonyesha mwelekeo, namba mbili inamaanisha anayefanya kazi hii anapaswa aifanye akiwa ndani ya Yesu. Yaani kiongozi moja anawaongoza watu waende kwa Yesu, mbili anapaswa kuongoza akiwa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mmenielewa? Narudia hii wote muelewe. Kiongozi wa kiroho anaongoza watu kwenda kwa Yesu, lakini wakati huo huo anaongoza akiwa ndani ya Yesu. Ili uwe kiongozi wa kiroho lazima uwe ndani ya nani? Yesu ndiye awe ndani yako, ndiye atakaye kuongoza, kuelekeza wengine kwenda kwa Yesu. Kwa sababu kama
hauna Yesu, hauwezi kuwaelekeza wengine waende kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiwa mwalimu huwezi ukafundisha kile ambacho wewe hakimo kichwani, si ndio hivyo? Hata kwenye group discussion tukikwambia sasa wewe toa point, utatoa point ambayo tayari wewe iko kichwani mwako. Utachangiaje point na kichwa chako ni sifuri? Kwa hiyo tuzingatie haya. Kiongozi wa kiroho anaongoza watu kwenda kwa Yesu, lakini wakati huo anapaswa kuwa na Yesu ndani yake. Haleluya. Ukichagua kwa kiongozi, Bwana akusaidie uwe na Yesu ndani yako, ndipo utawaongoza na wengine waende kwake. Sasa huo ulikuwa ni utangulizi wa kiongozi wa kiroho ni nani. Nafikiri tumemaliza, naomba twende mbele. Kwa hiyo moja, anaongoza watu kwenda kwa Yesu, lakini mbili, yeye anapaswa kuwa na Yesu ndani yake. Somo letu la kwanza sasa ni hili, maana hatujaanza. Uongozi wa kiroho na mafundisho. Hili ndilo somo letu la kwanza. Kama unaandika unaweza ukaandika. Kama umeshachoka kule na kuandika chuoni, wewe relax. Maana hapa hamna assignment mwishoni wala hamna quiz. Bwana Yesu asifiwe. Njoo relax, ila vitu viingie kichwani. Haleluya. Maana angekuwa profesa hapa sasa hivi, shangaa tu quiz. Au nyie chuoni mnafanyaje? Siku sio dhani na saa jamaa analeta quiz ya huko ndio imekula kwako. Sasa bwana, sisi tutafanya hapa kichungaji, sio kiprofesa. Haleluya. Tutahudumia kichungaji ili unapokuwa na stress zote huko chuoni, ukifika hapa tunataka ziishi. Sio uje na unawaza tena stress za quiz. Mimi mchungaji sitatoa quiz. Japo haimaanishi sina uwezo wa kuziandaa, upo. Uongozi wa kiroho na mafundisho. Sasa ndio unaongoza watu ndani ya kanisa la Sabato. Unapowaongoza watu ndani ya kanisa la Sabato, kuna kitu kinaitwa mafundisho. Hawa watu nao waongoza kwenda kwa Yesu. Yesu ametupatia mafundisho ambayo yako kwenye neno lake. Hii Biblia. Si ndio hivyo watu wa Mungu? Inabidi ufahamu. Sasa ngoja twende mbele kidogo ili tuwe tunazungumza pamoja. Uongozi wa kiroho kanisani. Viongozi wa kanisa ni watu waliochaguliwa na Mungu na kwa lengo la kufundisha na kusimamia mafundisho ya imani ndani ya kanisa la Sabato. Viongozi ni watu ambao kazi yao ni kufundisha na kusimamia mafundisho ya imani ndani ya kanisa la Sabato. Kwa namna hiyo basi, kwa namna yoyote hawawezi kutenganishwa na mafundisho ya kanisa. Viongozi, wazee wa kanisa, wote hao hawawezi kutenganishwa na mafundisho ya kanisa. Na viongozi hawa wamepewa dhamana ya moja, kufanyaje? Kufundisha, alafu kulinda, kuchunga na kuwaongoza watu wanaoamini na wasioamini waweze kupokea neno na kukua kupitia mivuto ya maisha. Kwa hiyo viongozi ndani ya kanisa la Sabato wana majukumu ya kufundisha, kulinda, kuchunga na kuongoza watu wanaoamini, na jambo hili linawezekana ikiwa tu watakuwa ni watu wanaoshughulika au wanaoelewa mafundisho ya kanisa hili. Haleluya. Agizo kwa kiongozi wa kiroho ni hili, na hii ni kwenye kitabu cha Timotheo wa pili 4 mstari wa kwanza na wa pili. Paulo anamwandikia Timotheo aliyekuwa kiongozi na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakayewahukumu walio hai na waliokufa katika kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Moja, lihubiri neno. Unahubiri neno ikiwa una mafundisho. Uwe tayari wakati ufaao na usiokufaa. Karibia, kemea na kuonya
kwa uvumilivu wote, halafu na kwa mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni agizo kwa kila kiongozi. Lihubiri neno, na hili neno linatoka kwenye mafundisho yaliyoko kwenye Biblia. Tutakuja kuona mbele dhana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hubiri neno, fanya yote hayo, lakini haya yote uyafanye na kuonya kwa uvumilivu wote na kwa njia ya mafundisho. Hilo ni agizo. Kwa hiyo kwa namna hii viongozi wanapaswa kuyafahamu mafundisho ili waweze kuongoza kanisa. Roho ya nabii inasemaje kuhusu kiongozi na mafundisho? Roho ya nabii inasemaje? Katika kitabu kile cha Gospel Workers ukurasa wa 249, roho ya nabii inasema viongozi ambao wanataka kufanya vizuri katika huduma ya kuokoa roho ni lazima wawe wanafunzi wa Biblia na watu wa maombi. Ni dhambi ni nini? Ndio maana nimeli-highlight hilo neno. Ni dhambi kwa wale wanaofundisha neno la Mungu huku wao wenyewe wakiwa hawajifunzi wala hawaombi. Kiongozi na mafundisho. Kwa hiyo unapokuwa ni kiongozi na una wajibu wa kufundisha, unapaswa kuwa na mafundisho, uyafahamu, ndipo ufundishi. Kwa hiyo huu ni msimamo au hii ni roho ya nabii inavyotuambia kwamba viongozi wanaotaka kufanya vizuri katika huduma ya kuokoa roho ni lazima wawe wanafunzi wa Biblia, ambayo Biblia ndicho chanzo kikuu cha mafundisho katika dini ya Ukristo na katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Kazi jema au baridi imeshaanza? Inasikia tu kuna baridi kali kweli. Sasa ngoja muda uende tuone. Muda utafika tu, tutaanza kuona watakao tetemeka, watatetemeka, lakini usitetemeke. Maana wajibu wa viongozi wa kiroho katika uhusiano na mafundisho. Hapa naomba niende haraka. Sasa ukiwa kiongozi wa kiroho katika suala la mafundisho, wajibu wako ni upi? Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa ni kiongozi wa kiroho katika swala la mafundisho, wajibu wako ni upi? Moja, uwe msomaji wa maandiko matakatifu. Namba 2, uwe mtu wa maombi na sio mhamasishaji peke yake. Naona kama kaka jamaa sasa hivi akanani angalia wengine vimekuja, sisi tumezeeka. Tuone hapa tumezeeka. Awe na ufahamu juu ya imani za msingi na mafundisho ya kanisa kwa ujumla. Kiongozi awe anafahamu juu ya imani za msingi na mafundisho ya kanisa kwa ujumla. Imani za msingi kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato zipo ngapi? 20 na ngapi? Sasa zote zile uzifahamu. Na mafundisho makuu ya kanisa yako mangapi? Sasa yote yale wapendwa tuyafahamu. Lakini nyingine, awe anayakubali mafundisho yote. 28. Haleluya. Kama ukubali Roho Mtakatifu ni Mungu, hauna sifa ya kuwa bawabu, ya kuwa atabawabu. Haleluya. Kwa sababu ya kubali. Lakini awe na uwezo wa kuyaishi hayo mafundisho ya kanisa. Awe na uwezo wa kuyaishi. Alafu pia awe na ujuzi wa kuyafundisha mafundisho ya kanisa. Awe na ujuzi wa kuyafundisha.
alafu awe na uwezo wa kuandaa na kutoa mahubiri yanayohitajika. Tutaendelea siku nyingine. Huo ni wajibu wa kiongozi wa kiroho pamoja na mafundisho. Naomba niende sehemu nyingine. Wangapi leo walikuwa na kipindi toka asubuhi wameshaenda darasani? Wanyoshe mikono juu. Ambao leo hatujawa na kipindi mpaka kufikia sasa hivi tunyoshe mikono. Kumbe vichwa vyenu viko fresh. Vichwa viko vyeupe baada hamjaingiza nani. Dhana za kiongozi wa kiroho na mafundisho. Dhana zake ni zipi? Ukiwa kiongozi kwenye kanisa hili, kuwa na hizi dhana zifuatazo ni muhimu sana. Dhana, yaani hizo ndizo zitakuwezesha uelewe ya mafundisho. Unafikiri dhana namba moja ni ipi? Tuseme tu kwa sauti. Ni ipi? Biblia. Kwa dhana namba moja ni Biblia. Namba mbili, roho ya unabii. Namba tatu, kanuni au mwongozo wa kanisa. Namba nne, mwongozo wa mzee wa kanisa ikiwa wewe ni mzee wa kanisa. Namba tano, mwongozo wa idara, na kila idara ina mwongozo wake. Kwa ukiwa kwenye idara fulani uwe na huo mwongozo, utakusaidia kuelewa namna ya kuongoza au watu. Lakini pia miongozo ya kujifunza Biblia, hizi quarterly lesson tunaita, uwe navyo na usome, itakusaidia kuwa unaelewa mafundisho ya kanisa ambayo yanatolewa, miongozo ya kujifunza Biblia. Lakini pia vitabu vya mafundisho makuu ya kanisa. Kuna vitabu maalum vinavyofafanua na kueleza na kutoa uelewa juu ya nini Waadventista tunaamini. Sasa viko kadhaa. Moja, kuna kitabu kinaitwa Wanavyoamini Waadventista. Tunakifahamu? Sasa hicho kila Mwadventista awe nacho. Bwana Yesu asifiwe. Na ni muhimu, unajua kwa nini? Leo tuna kizazi cha washiriki ambao wanapata vitu kutoka nje na wanatumia. Yaani wanakutana na vitu kutoka nje na wanavitumia ambavyo vina mafundisho yasiyo ya kweli. Alafu wanakuja wanaanza kusema hapa kabisa, hapa wamekosea, hiki hakiko sahihi. Lakini wakati huo anatumia cha nje wakati cha ndani akifahamu kikoje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, kutana na kablasha linalopinga utatu mtakatifu au linapinga Roho Mtakatifu si Mungu, unachukua na unalila, yaani kulila, unalisoma, unaelewa. Wakati huo bado hujawa na vitabu, hujasoma kitabu cha Wanavyoamini Waadventista. Hiki kitabu kinasemaje kuhusu utatu mtakatifu? Kinasema nini kuhusu Roho Mtakatifu? Kwa hiyo tunasema kabla hujaenda kusoma vitabu vya nje, soma cha ndani ili uweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma cha ndani ukaelewa, utakapokutana na vya nje, cha ndani kitakuwa kimekupatia uwezo wa kujibu hoja zinazotoka wapi? Nje. Kitabu kingine naweza mkakipata hata mtandaoni kwa sababu nyinyi ni wasomi, kinaitwa Handbook of FDA Theology. Rahisi tu, utakisoma kile na utaelewa. Japo kidogo ni cha kiteolojia, lakini utasoma na utaelewa. Nimeweka kidogo hapo picha na baadhi mwongozo wa kanisa, alafu hicho kinaitwa Wanavyoamini Waadventista na kadhalika. Lakini pia kuna hiyo mwongozo wa mzee na hicho cha na kadhalika. Sasa hivi vitabu hivi na vinginevyo vinakusaidia kuweza kuelewa kwamba sisi tunaamini nini. Bwana awabariki.